Mtazamaji, mambo yanazidi kuharibika huku Gen Z wakitaka kujua haswa ni nini kiliweza kusababisha kifo cha blogger Albert Ojwang. Mtazamaji, siku ya Jumamosi, fahamu kwamba kulingana na taarifa ambazo zinatufikia katika meza yetu ya habari ni kwamba askari waliojihami kwa sare za kazi waliweza kufika nyumbani kwake akiwa amejumuika na familia yake na kuweza kusema kwamba wanaenda basi kuweza kufanya uchunguzi. Na mtazamaji, siku chache baadaye Albert Ojwang ameweza kupatikana akiwa ameiaga dunia, huku wakili wa familia yake akiweza kukiri na kusema kwamba aliweza kuuawa akiwa katika mikono ya askari. Mtazamaji, ni jambo la kushangaza blogger kuweza kuuawa na kiini cha kifo chake hakijaweza kuwekwa wazi. Gen Z wameweza kutishia kuweza kuandamana na mtazamaji ili kuweza kutetea haki zao. Mtazamaji, tunaona kwamba baadhi ya vijana wamekuwa katika sehemu mbalimbali za Nairobi wakiweza kuandamana na kusema kwamba wanataka haki iweze kutendeka. Ni jambo mtazamaji la kushangaza blogger kuweza kuuawa na mtazamaji hakuna makosa ambayo ameweza kufanya. Mtazamaji, kabla tuweze kufululiza zaidi, weza kuungana nasi iwapo ni mara yako ya kwanza kufika katika kituo hiki. Mtazamaji, na kusihi uweze kuchukua sekunde yako moja, jiunge nasi kwa kusubscribe. Na kwa wale wote mtazamaji wanaozidi kuungana nasi hapa ndani ya Tani Digital, mtazamaji, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Kabla mtazamaji hatujafululiza, weza kuchukua muda wako ili uweze kusikiza hotuba kutoka kwa baba mzazi jinsi anavyosimulia mambo yalivyo. Wakati walipokuwa wanatoka na huyo kijana nyumbani, nilimwambia siku hizi watoto vijana wanauawa. Na jinsi mlivyojitambulisha kwamba nyinyi ni maofisa wa polisi, mimi namfuata nyuma. Sina uwezo wa kupanda hii gari, lakini nitakuja na gari ambayo inaweza kuniruhusu mimi nifike Nairobi. Ndio nilipanda usiku saa 3, ndio hayo nimekuta. Nimeambiwa kwamba bari si nzuri, mtoto wako alijigonga kwenye ukuta na yeye amecommit suicide. Sijui kama ni kujitia kitanzi ndani ya room. Akajaribu kunielezea kwamba huyu mtoto alikuwa amewekwa kwenye room ya peke yake. Nikajiuliza swali, kwani huyu mtoto anawekwa kwa room ya peke yake? Kwani yeye anaangusha nyumba kwa mabomu? Amefanya nini mtoto awekwe kwa room peke yake na kuna wenzake wameshikwa pale? Kwa nini asiwekwe na wenzake? Uchungu wa mwana ajuae ni mzazi. Na mtazamaji, kutokana na hotuba ya babake mzazi Albert Ojwang, ni wazi kwamba ana machungu zaidi. Na mtazamaji, haijajulikana haswa ni nini ambacho kiliweza kupelekea huyo ambaye ni blogger kutoka kaunti ya Homa Bay kwa jina la Albert Ojwang kuweza kuuawa. Na mtazamaji, kabla tuweze kuchanganua ni kwa nini vijana wanataka kuandamana, mtazamaji, fahamu kwamba mwaka uliopita kulikuwa na visa sawia, huku Wakenya wakaweza kumwambia Rais William Ruto waziwazi kwamba aache mauaji ya kiolela. Baadhi ya watu walijitokeza na kuweza kufichua siri nzito kusema jinsi ambavyo wale wanaharakati walivyokuwa wakifanyiwa baada ya kutekwa nyara. Mtazamaji, ni jambo la kuhuzunisha kufahamu kwamba wale watu ambao hawashabiki serikali yake Rais William Ruto jinsi ambavyo wanafanyiwa. Na mtazamaji, Kenya ni nchi ya kidemokrasia. Na mtu anapotekwa nyara na kuteswa kwa kutetea haki za Wakenya ama kwa kuikosoa serikali, mtazamaji, ni jambo ambalo linaibua hisia mseto, huku wengi wakisema kwamba serikali hii inaongoza kwa mabavu. Cha kushangaza mtazamaji, wale wakuu serikalini wanaosimamia masuala ya usalama
hawajajua ni nini haswa kiliweza kumuua bwana Albert Ojwang, wengi wakisema kwamba ilikuwa ni uchunguzi wa kawaida, ilhali Wakenya wanafahamu kwamba huyu ambaye ni Albert Ojwang aliweza kuuawa kwa kufanyiwa mambo ambayo mtazamaji ni maovu. Kulingana na taarifa kutoka kwa wakili wa familia ni kwamba bwana Albert Ojwang aliweza kuuawa akiwa kwa mikono ya askari waliomkamata ama waliomkujia akiwa nyumbani, akiwa amejumuika na familia yake. Fahamu kwamba mtazamaji, huyu ni Mkenya ambaye ana haki zake. Huyu ni Mkenya ambaye mtazamaji ni baba. Huyu ni Mkenya ambaye mtazamaji ni bwana ya mtu. Na mtazamaji, huyu ni Mkenya ambaye alimpigia Rais William Ruto kura. Na mtazamaji, baada ya Rais William Ruto kuweza kuonyesha kwamba hawajali wa Kenya, anajaribu kutetea haki za wanyonge. Na mtazamaji, kuweza kutekwa nyara kwa mtu kama huyo mtazamaji ambaye hana makosa, na baadaye ifahamike kwamba aliweza kuteswa na kupatikana akiwa ameuawa na mwili wake kuweza kupelekwa katika hifadhi ya City Mortuary, mtazamaji, ni jambo ambalo linaibua maswala chungu mzima. Licha ya Wakenya mtazamaji kuweza kuonyesha kwamba Rais William Ruto ni wakati umefika aweze kufanya kile anachostahili, afanye yale yote aliyoyaweka katika manifesto yake, mtazamaji, anayejaribu kuweza kuwatetea Wakenya anajipata katika hali ambayo mtazamaji ni tatanishi. Jambo ambalo kwa kawaida mtazamaji limeweza kuibua machozi, huku Wakenya wakitishia kuweza kuandamana ili waweze kujua ni nini haswa kiliweza kupelekea mwanabloga huyu kuweza kuuawa. Mtazamaji, ni jambo la kushangaza, hakuwa amefanya makosa yote mtazamaji, aliweza kukujiwa kutoka nyumbani kwake, na baadaye inasemekana kwamba mwili wake ulikuwa umejawa na injuries nyingi sana. Jambo ambalo mtazamaji ni wazi kwamba aliteswa kabla ya kuweza kuuawa na mwili wake kupelekwa katika hifadhi ya City Mortuary. Tusikize mtazamaji jinsi ambavyo Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja alipokuwa ama hotuba yake baada ya kusikiza ama baada ya kuweza kusemekana kwamba Gen Z wataandamana iwapo hawatapata habari kamili. So I have a brief chronology of events that led to the death of Albert Omondi Ojwang. On Friday, 6th June 2025, Albert Omondi Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offense of false publication. Records indicate that he was transported to Nairobi, where he was questioned by officers from the DCI headquarters on Saturday. He was later booked at the Central Police Station at the occurrence book number 136-7/6/2025 at 21:35 hours. During a routine cell inspection, Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Bagathi Hospital for treatment, as documented at the occurrence book number 9/08/06 of 2025 at 01:39 hours. Upon arrival, he was declared dead. Mtazamaji, kuna jambo ambalo Wakenya bado hawajafahamu vizuri. Babake aliambiwa kwamba huyo ambaye ni Albert Ojwang aliweza kuwekwa katika chumba chake baada ya kukamatwa. Na mtazamaji, IG Douglas Kanja anasema kwamba waliweza kumpata katika cell akiwa hajielewi ama akiwa amepoteza fahamu, na baada ya kumpeleka hospitalini akapatwa ameweza kuiaga dunia. Na mtazamaji, ni nani ambaye aliweza kumsababishia maumivu haya yote kabla yeye kuweza kupatikana akiwa amepoteza fahamu?
Mtazamaji, wa Kenya wanazidi kujiuliza, huku wengi wakisema kwamba njia mojawapo ambayo serikali inatumia kuweza kuwanyamazisha mabloga na wale watu wanaokosoa serikali ya Rais William Ruto ni kuweza kuwateka nyara, kuwasukumia mateso ama kuangamiza. Jambo ambalo mtazamaji limeweza kukashifiwa vikali zaidi, huku kongamano la vijana na Gen Z wakisema kwamba hawatakubali mauaji ya kiolelaolela yazidi kufanyika ndani ya nchi ya Kenya. Karibu mtazamaji, hapa ni Tani Digital. Tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa. Cha muhimu, jiunge nasi kwa kusubscribe.